Naam, katika wakati wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, ile mizozo iliyoanza katika kipindi cha katikati cha utawala wa Uthman radhiyallahu anhu iliendelea mpaka wakati alipotawala yeye, ambao ulikuwa ni mwaka wa 35 kwenda 36 Hijiria mpaka mwaka wa 41 alipouawa. Mwaka wa 40 alipouawa akashika mwanawe Al-Hasan kwa muda wa miezi 6. Mizozo iliendelea. Al-Hasan radhiyallahu anhu kwa hikma na busara aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala na bishara njema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwake, aliona ni maslahi kurudisha umma pamoja na kuiacha mizozo, na akajiona kwamba yeye ndio hamzatul wasl katika hili, ndio kiunganishi muhimu kabisa kwa upande huu na upande huu, katika pande mbili za Waislamu zinazozozana. Kwa alichokifanya, akaona kwamba mambo yasiendelee, Waislamu wasiendelee kuuana. Kwa hiyo akamuita Muawiya radhiyallahu ta'ala anhuma, wakakaa wakajadiliana, wakaandika mkataba, na hatima yake yeye akajiuzulu nafasi yake. Akampa Muawiya nafasi awahutubie Waislamu, azungumze na Waislamu. Jambo hili lilileta faraja kubwa sana kwa Waislamu, na watu wote wakarudi pamoja. Na ukisoma katika sira ya Kiislamu, mwaka wa 41 Hijiria uliitwa Aamul Jamaa, fasumia dhalika al-aam aam al-jamaa. Mwaka huo ukaitwa mwaka wa umoja, watu wote wakarudi katika safu moja. Kwa hiyo kuanzia mwaka wa 41 mpaka mwaka wa 60, mwaka wa 41 ndipo alipoanza kutawala Muawiya bin Abi Sufyan, na hapa ndipo ilipoanza nidhamu ya ufalme, na yeye akayahamisha makao makuu kutoka Kufa Iraq huko akayapeleka Damascus Syria. Maana makao makuu ya nchi ya Kiislamu yalikuwa Madina kwa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati wa Abu Bakar, wakati wa Umar na wakati wa Uthman radhiyallahu anhu. Wakati wa Ali yeye akayahamisha makao makuu kutoka Madina akayapeleka Kufa radhiyallahu anhu arda, kwa rai mwenyewe aliyoiona na maslaha aliyoyaona. Muawiya yeye akayahamisha makazi yake mahali alipokuwa akiishi muda mrefu kama governor. Kwa alipokuwa yeye ndiye khalifa, sasa ndiye kiongozi wa Waislamu, makazi akayahamishia Damascus Syria. Kuanzia mwaka wa 41 mpaka 60 yeye ametawala kipindi hicho, takriban miaka 19. Muawiya amefanya kazi kubwa sana katika huu Uislamu. Kwanza yale yote yaliyosimamiwa na waliotangulia yeye aliyesimamia kama kiongozi wa hivyo, lakini hawezi kufikia kwenye ubora kwa wale waliomtangulia, lakini alijitahidi akayafanya hayo waliokuwa wakiyafanya, na harakati za kuutanua Uislamu zikaendelea tena baada ya kuwa zimesimama kwa takriban miaka 10 na haziendelee, ni mizozo tu, hayaishi mambo. Yeye katika wakati wake, baada ya maafikiano yale na mapatano, akaziendeleza zile harakati. Kwa hiyo akaimarisha utawala wa Kiislamu kwanza, akaweka magavana vizuri, makadhi na kila kitu, akaimarisha, ikawa serikali ya Kiislamu iko makini na yenye nguvu kabisa ndani. Lakini pia alifanikiwa kuichukua Anatolia, wenyewe ni Asia Sughra. Anatolia akaichukua, pia akapeleka mashambulizi katika miji ya Constantinople, akaichukua miji hiyo, ikaingia katika himaya ya dola ya Kiislamu, na watu wake wakawa Waislamu. Uislamu ukazidi kuimarika, ukatanuka katika pande za dunia katika utawala wake. Ikatokea fitna wakati wa Yazid baada ya kuondoka yeye, ambayo tutarudi kuzielezea hapa. Mambo yakasimama kidogo,
hakuendelea mpaka Yazid alipoondoka, lakini utawala wao ukaendelea mpaka wakati wa Abdul Malik bin Marwan tena mwaka wa 65 mpaka 86. Hiki ndio kipindi kinachosadikiwa kwamba sasa Uislamu uliingia rasmi Afrika Mashariki. Wacha ule ujio wa maswahaba kule Habasha kipindi kile cha Mtume swalla sallam kabla ya hijra ya kwenda Madina. Sasa kuingia rasmi Afrika Mashariki ilikuwa ni kipindi cha Abdul Malik bin Marwan, mtawala wa Bani Umayya, ambaye alitawala mwaka wa 65 mpaka 86 Hijiria, ambao ulikuwa ni mwaka 685 miladia mpaka mwaka 705 miladia. Lakini Uislamu ukawa unazidi kuenea mpaka wakati wa Walid bin Abdul Malik hivyo hivyo. Lakini pia Uislamu haukuishia ndani ya katika nchi hizi tu za jirani. Uislamu ulienea ukafika Hindi na Sindi mpaka katika mikuta za China huko, na huku ukafika mpaka Ureno, Lisbon, ukafika mpaka Hispania, Madrid, Barcelona, wapi kote Uislamu ulifika huko katika wakati wa Daula Abbasia kupitia Bani Umayya. Uislamu ukatawala dunia. Nazungumza hivi mnielewe, kuna kitu nataka kusema. Katika kipindi chote hiki hao wanaoitwa maimamu wa Ahlul Bait, asilimia kubwa katika wao, hasa wazee wao, walitoa ushirikiano kamili na viongozi walioko madarakani kwa wakati ule. Walikuwa wakiswali nyuma yao, wakigaiwa ngawira, mpaka katika vita vya Shia baada ya Hassan kujiuzulu na ikawa Muawiya anampelekea mali. Wanasema kuna silat baina Muawiya na Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, na Hassan zaidi ya mara moja alikuwa akimtembelea Muawiya Sham kwenye kasri yake, na Muawiya akimkirimu, na akirudi Madina anamletea, na matumizi yote ya Ahlul Bait akipewa yule. Watu mlaumu kwa nini anapokea kutoka kwa dhalim maghulat, na yeye akiwajibu alikuwa hakai kimya. Kwa hiyo nataka kusema kwamba wale hao wakuu katika hao maimamu wanaitwa maasumun walitoa ushirikiano, na wao walikuwa wana mchango wakishirikiana hawa viongozi, na wao hawakuongoza, waliongozwa. Jambo limekwenda hivyo mpaka wakati wa Al-Hasan Al-Askari, imamu wa 11. Alifariki kijana mdogo akiwa na miaka 28. Vitabu vyaeleza kwamba amefariki akiwa hana mtoto, lam yulad lahu. Watu wakatatizika pale, sasa itakuwaje? Imamu lazima aache mtoto na huyo hana mtoto. Wengine wakakufuru pale pale. Kukufuru vipi? Kwa maana kwamba wakaukataa ule ushia wa maimamu 12. Wakasema sio sawa, huyu hawezi kuwa imamu. Wengine hapana, anaye. Maghulati wakafanya kazi, wakatunga hadithi kwamba mtoto yupo, lakini hamjamuona tu, alizaliwa yuko hivi, kwa hiyo sasa hivi yuko wapi? Wakaeleza, na wao wakazisadiki zile riwaya. Riwaya 31 amezitaja Al-Kulaini katika kitabu chake Al-Hujja katika Usulul Kafi. Nakuja kueleza mara nyingine, mambo ni mengi, huwezi kuyamaliza siku moja. Sasa iko wapi imamu? Imamu hayupo, tafutwa imamu, haonekani. Imamu iko wapi? Imamu iko wapi? Imamu. Sasa mambo yatasimama huko. Sisi tunataka kiongozi mwenye sifa za kuwa maasumu, aongoze majeshi, aongoze swala. Atumuone imamu katika swala sio za jamaa wala Ijumaa, mnaelewa? Idi imamu hayupo. Sasa itakuwaje hivi?
jihadi ziendelee, tupate ngawira, watu wagaiwe, kuna makadhi. Imamu hamna. Mwaka wa 260 akatokea mbabe mmoja akiitwa Uthman ibn Said al-Umari, akajidai kwamba yeye ni wakala wa imamu. Naelewa? 260 akajitokeza mtu mmoja akiitwa Uthman ibn Said al-Umari. Yule bwana akajidai kwamba yeye ni wakala wa imamu. Kwa hiyo nyinyi mkitaka kupata taarifa zozote kuhusu imamu, njooni kwangu. Mkiwa mna sadaka zenu zileteni, nitamfikishia imamu. Ukikataa kafiri. Basi alitoa sadaka tu. Maswali, lete maswali tumpelekee imamu. Tutachukua maswali, kesho tutawaletea majibu ya ajabu kabisa. Wakaishi naye hivyo. Alipofariki akaja mtoto wake akiitwa Muhammad ibn Uthman ibn Said al-Umari. Huyu bwana aliendelea kwa muda mrefu sana kuwa balozi na wakala wa imamu, miaka 50 takriban, kutoka mwaka wa 265 baada ya kufariki baba yake mpaka mwaka 305, miaka 50 hijiria. Akasimamia swala albabia, kwamba yeye ndiye mlinzi na ndiye msimamizi wakala wa imamu, miaka 50. Kwa maswali yako lete hapa, sadaka zote zileteni hapa, khums kusanyeni mlete hapa tumpelekee imamu. Kwa hiyo dini ikawa inaendeshwa kwa wakala. Dini ikawa inaendeshwa kwa uwakala. Mwaka wa 305 alipofariki Muhammad bin Uthman ibn Said al-Umari, akaja mtu mwingine akiitwa al-Husayn ibn Rawh an-Nawbakhti. Huyu bwana akawa ndiye wakala watatu wa imamu, na hawa wote hawa wakawa wanatoa maneno kwamba yatoka kwa maasumu, kwamba hawa mawakala ni watu watakatifu, lazima watiiwe, lazima. Kitaka kuwa mshia wa kweli kweli lazima umtii huyu. Umeelewa? Na kama hukumtii huyu, basi wewe adui wa Ahlul Bait. Baada ya kufariki Al-Husayn ibn Rawh an-Nawbakhti mwaka wa 326, huyu bwana alikaa kwenye kipindi cha miaka 21 katika nafasi yake. Akaja mtu mwingine akiitwa Ali bin Muhammad. Huyu ndio alikuwa wakala wa mwisho, ambaye alitoka mwaka wa 326 mpaka 329, miaka mitatu tu. Yeye akatangaza wakati kwenye kitanda cha mauti, ndio kwenye maradhi ya kifo, akatangaza kwamba mlango wa uwakala umefungwa, haruhusiwi mtu mwingine yote kudai uwakala. Sasa tutafanyaje? Unaelewa? Tutafanyaje sasa? Imamu hayupo, wakala hakuna. Kipindi hiki cha mawakala hao wanne kilikuwa kinaitwa al-ghaibatu sughra, kughibu kwa imamu kudogo, yani kwa kipindi kile kidogo. Zingatieni, ikisikia al-ghaibatu sughra ni kipindi ambacho imamu haonekani lakini mawakala wapo, inaitwa al-ghaibatu sughra. Kipindi hiki kilianza mwaka huo 260 mpaka kusha kwake ilikuwa ni mwaka 329. Miaka mingapi hiyo? Fanya hesabu za haraka haraka. Miaka 69. Miaka 69. Jamaa wadanganywa kwa njia hii. Ni ulaghai tu ulifanyika hapa. Hakuna chochote.
Sasa watu wanalazimika, lazima umumtii wakala. Swali, wakala maasum hawezi kukosea? Atasimamia vipi kazi za imam na yeye si maasum? Jambo likenda namna hiyo. Sasa watu wakatatizika sana kwamba mambo yatakwendaje, dini itapelekwa vipi? Sasa imamu hakuna, imepatikana kwa kifo cha safiri wa mwisho au wakala wa mwisho, ikawa imepatikana al-ghaibatul kubra. Wakawa danganyana tu kwamba nimekwenda msikiti fulani, nimemwona imamu kapita pale, kwamba imamu aweza kumuona kapita huku, mara kaswali huku, mara kapita kule, wadanganyana tu, nimemwona imamu kasema hivi. Basi ikawa mambo ya ndoto na nini. Dini yajengwa katika misingi hiyo, na hairuhusiwi mtu yoyote kulisimamia jambo la dini katika haya tuliyoeleza bila ya kuwepo imamu. Sasa tuhesabu ni miaka mingapi leo? Tangu mwaka 329 mpaka hii leo mwaka wa 1448. Tangu mwaka 329 mpaka leo mwaka 1448, miaka 1119. Hakuna imamu, hakuna wakala. Tufanyaje? Na lazima dini ipelekwe na maasum. Kilichokusudiwa sasa si masala ya imamu maasum ambaye hayupo, hajaumbwa. Kilichokusudiwa ilikuwa ni kuzidumaza harakati za Uislamu ulimwenguni zisiendelee. Lakini wallahu mutimmu nurihi, wale wangebaki vile waliotangulia kwamba basi tumsubiri imamu, Allahu almusta'an, si dini ingekuwaje? Dini singekuwaje? Imamu hayupo, hakuna wakala, mambo yote yamesimama. Tukaa tutazamana sasa. Hili lilikuwa ndio lengo lao la kusitisha harakati za Uislamu na kuzidumaza zisiendelee. Sasa mambo yamekwenda hivyo, wakatahayari. Watu wanahitaji fatwa, masaili mapya yanakuja. Leo kuna hili, kesho kuna lile, kikaanzishwa kitu kinachoitwa wilayatul faqih. Sasa hapa ndio mwanzo wake tena. Sasa hapa ni baada ya kutahayari, mambo yatapelekwaje na hakuna imamu, na imamu atakiwa awe maasum. Maasum tayari kishatukimbia, ajulikana atakuja lini. Sasa tufanye nini? Basi hapatikani mwanachuoni mmoja atakaye control watu wote, viongozi wote na nini. Jambo hili la wilayatul faqih alilianzisha ni Khomeini. Kina Asistani wakampinga, Ashirazi wakampinga, na haiwezekani kuwa wilayatul faqih, lazima wilayatul fuqaha. Fahamu, wilayatul fuqaha haiwezekani kiongozi mmoja atawale watu wote peke yake. Ikawa kuna mvutano baina ya wanazuoni wa Lebanoni na wengine wa Iraki na yeye Khomeini na mwenzake Khamenei na wengine wa Kiirani pia vile vile. Haiwezekani bwana, jambo hili lazima mkubali wilayatul faqih. Mzozo huu umeingia mpaka Tanzania hapa, na makala mimi nyingi ninazo pale, na mdahalo ulifanyika hapa Tanzania baina ya wanaotetea wilayatul faqih na wale wanaotetea wilayatul fuqaha. Kwa wajua kwa majina yao kwamba mashia hawa wasema wilayatul faqih na hawa wilayatul fuqaha. Sasa tuje kuangalia hizo kazi za hao fuqaha ni nini, utaona ajabu kabisa. Alafu hao fuqaha au huyo faqihu kapewa nafasi kubwa kuliko hata Abu Bakari na Umar. Sasa nyinyi mmewakataa wale kwamba wafai kuwa maimamu. Leo mwanzisha bidhaa hii, alafu mwapa watu wenu nafasi ambao sio maasumun, alafu mwataka sisi tuamini hivyo hivyo. Haiwezekani bwana. Kwa hiyo sisi tutakuwa tumeishia katika kipindi cha al-ghaibatu as-sughra,
baada ya kufariki wakala wa mwisho wa imamu bwana Ali bin Muhammad, ndio wakala wa mwisho wa imamu wa mwaka 329 Hijiria. Kwa ina maana kwamba wakati ule wakina Abu Bakar, kina Umar, au tujalie baada ya kufariki Ali bin Abi Talib pale, basi jambo lilikuwa limesimama. Lakini wasema lakini wale hawakupewa nafasi, ilikuwa wapewe nafasi. Al-Hasan alijiuzulu kwa hiari yake mwenyewe, jeshi analo, nguvu anazo, hakuwa mnyonge, akajiuzulu akamkabidhi Muawiya na mambo yakaenda. Na watu wanakosoana, hapa sio, hapa sawa, hapa hivi, dini inakwenda, kwa sababu yule khalifa akikaa ana jopo la watu linalomsaidia, wataalamu katika fani mbalimbali za sheria ya dini ya Allah na katika mambo ya kilimwengu. Dini ikaimarika bwana, walillahi alhamdu wal minna. Tungewasikiliza hawa mawakala, ingekuwa hakuna dini leo, ingekuwa ni Ukristo mtupu, upagani mtupu, lakini story tungebaki na uongo. Sasa hiki ndilo kinachotakiwa. Wakarudi kule kule kwa ahli sunna kwamba basi tuchague viongozi kwa niaba ya imamu. Haya, kiongozi apatikana vipi? Bungeni, shura, sijaifai. Wana njia zao za kumpata huyo wali ulfaqihi pia. Sio kuona kama kuna nasi, wana njia. Tosha bwana, tusimalize maneno. Inshallah kesho tutakuja kuendelea na jambo hili. Vizuri tuje kuanza hapa kwenye wilaya tulfaqihi hapa. Sio? Hapo ndo mahali pa sawa sawa. Subhanakallah. Sema basi haraka. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mara nyingi kuna pozungumzwa kuhusiana na hii imama, maelezo yanakuwa yako wazi zaidi kwamba hawa mabwana hawana hoja ya kutetea baadhi ya mambo ya msingi. Mfano, tukiangalia wakati alivyotawala Abu Bakar radhiallahu ta'ala anhu, tumeona hapo kwamba Ali alimpa bai'a, lakini pia baada ya hapo watoto wake Al-Hasan, Al-Husaini wote waliishi katika hizi tawala ambazo sio za hao wanaosema kwamba ni maimamu. Lakini pia kiangalia matukio kama hilo, tukio la Al-Hasan kujiuzulu kumpa Muawiya radhiallahu ta'ala anhum uongozi, unaona wazi kwamba mambo ya huu Shia na Urafidha kama hayakuwepo kabisa kwa upande wao. Sasa wanapobanwa katika jambo hili, huwa wanakuja na kipengele cha taqiya kwamba Ali aliishi katika utawala na alitoa bai'a kwa sababu alifanya taqiya. Al-Hasan, Al-Husaini wote wale wanadai kwamba walikuwa wanaishi kwa taqiya katika mambo kama hayo. Sasa lau ungepata ka ufafanuzi walau kwa ufupi, kwa sababu leta dalili kwamba alifanya taqiya. Wao ndio ndio waleta dalili kwamba hapa akafanya taqiya, hapa akafanya kisawa sawa. Ni dalili au watasema tu hiyo taqiya bwana? Si wanaunda tu maneno, wanaunda tu maneno ambao waseme kwamba hili taqiya, hili kisawa sawa. Sawa, sikumsemea yeye, asema wazi, anamwambia Muawiya kwenye barua yake, na wao kaandika innahu bay'ani alqawm alladhina bay'u Aba Bakr wa Umara wa Uthman ala ma bay'uhum alayhi fama kana lishahid an yarudda wala lilghaib an yakhtar وإنما شورى للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا فإن خرج خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه وإن أبى قاتلوه لاتباعه غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. تقية لته شهيدي، lete ushahidi, usiniambie takia. Mimi nakwambia hakika, wewe sema takia, hakika. Sio kila madai tu yanachukuliwa.
بس بارك الله فيكم ولو بالاختصار ليفهم ذلك عوام المسلمين ولو بالاختصار ليفهم ذلك عوام المسلمين أنهم يتأثرون بذلك يعني هذه الحجة يعني أقول ولو بالاختصار ولو بينت بالاختصار هذا الأمر يعني هذه الشبهة تقيي مجمل تقيي سوى كتواك خير إن شاء الله بارك الله فيك haya kwa sababu ya wakati sasa tukileta maudhui nyingine ya taqiyya itakuwa tumeleta kitu kingine kipya assalamu alaykum kwa hiyo inshallah kila kitu kizungumzwe kwa wakati wake msipoangalia mwaka mzima itakuwa mashia mambo ni mengi kuliko unavyofikiria wewe na mingine uje kusikia mambo ni mengi mno lakini wewe chukua tu kwamba haya masala ya kulazimisha imamu maasum lengo lake kubwa kabisa pia lilikuwa ni kutaka kuhudumaza Uislamu usiendelee ni jambo la uongo halina ushahidi wowote katika kitabu wala katika sunna hakuna aya wala hakuna hadithi juu ya isma ya maimamu ni mambo ya kuunda tu lakini lengo pia ukiangalia hao walioweka lengo lao lilikuwa ni kuja kuhudumaza Uislamu na ukiangalia utakuta tanaqudh iko ukiangalia maneno ya hao wanaitwa maimamu waliokuwa wanasema kwa mfano kuna kipengele mimi nilikiacha kwa sababu ya wakati kuna mtu katika maimamu as-Sajjad imamu Ali wanamuita Ali Zainul Abidin wakati alipokuwa kiswali sasa mtakunirudisha tena nyuma huko wakati alipokuwa akiswali aliomba dua Musa al-Kadhim haya maneno yako katika Biharul Anwar akawa anasema hivi rabbi asaituka bilisani walau shi'ta la akhrastani wa asaituka bibasari ولو شئت لأكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت لأسممتني وعصيتك بيدي ولو شئت لكنعتني وعصيتك بفرجي ولو شئت لعقمتني وعصيتك برجلي ولو شئت لجذمتني وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاك مني بحر الأنوار جزء 25 kurasa 443 sema Mola wangu nimekuasi kwa ulimi wangu lau ungelitaka ungenifanya bubu nimekuasi kwa macho yangu lau ungetaka ungenifanya kipofu na nimekuasi kwa masikio yangu lau ungetaka ungenifanya kiziwi na nimekuasi kwa mikono yangu lau ungetaka ungeipozesha na nimekuasi kwa utupu wangu lau ungetaka ungenifanya tasa na nimekuasi kwa mguu wangu ungetaka ungeukata na nimekuasi kwa viungo vyangu vyote ulivyonineemesha na haya hayakuwa ni malipo yako kwangu sasa mshia mmoja Allah alimpa nuru ya kuuliza maswali akawa anatafakari anasema kuntu ufakiru fi ma'nahu واقول كيف يتنزل على ما نعتقده الشيعة من القول بالعصمة asema mimi bwana nilikuwa natafakari kuhusu maana yake maneno haya nikasema vipi maneno haya yataendana na vile Shia wanavyoitakidi kuhusu isma kwa maimamu kwamba maimamu hawakosei lakini asema halikunibainikia mattadha li ma yadfa'u at-taraddud alladhi yujibuhu halikunibainikia lile ambalo litaweza kuondosha utata kisha akasema nikalipeleka swali kwa Sheikh Radhiyuddin Abu al-Hasan ibn Musa ibn Taus al-Alawi al-Hasani nikamtajia utata huu uliomfikia naye akawa amesema hivi akamjibu innal wazira Muayyaduddin al-Alqami inna al-wazira Muayyaduddin al-Alqami sa'alani anhu hata waziri Muayyaduddin al-Alqami aliwahi kuniuliza kuhusu hilo faqultu kana yaqulu hadha liyuallima an-nas sasa mimi nikamjibu kwamba imamu alikuwa akiyasema maneno haya ili awafundishe watu sasa bwana asema hivi
inni fakkartu ba'da dhalika faqultu hadha kana yaquluhu fi sajdatihi fi al-layl wa laysa 'indahu man yu'allimu. Akasema mimi maneno haya alikuwa akiyasema kwenye sijda zake za usiku na hakuna aliyekuwa anamfundisha, yuko peke yake. Asema thumma khatara bibali jawabun akhar, ikanipitikia kwenye akili yangu jibu jingine, wa huwa annahu kana yaqulu dhalika ala sabili tawadhu, kwamba imamu alikuwa akiyasema maneno hayo unyenyekevu tu, lakini sio hakika yani. Lakini asema majibu haya pia yakumkinaisha. Mwisho akaridhika na majibu ya kwamba makusudio yake ilikuwa ni kile kitendo cha imamu kujishughulisha na mambo ya kawaida, miongoni mwa hayo al-ma'kal wal-mashrab wat-tafarrugh ila nikah yaudunahu dhanba, kwamba hapa sio madhambi yanayokusudia. Sasa ikanibainikia sasa sio madhambi hapa, ni kule kula, kunywa, kukaa na kuoa, mambo yale maimamu walikuwa wanaona kama ni madhambi. Kwa ndio maana akawa ataka istighfari kwa sababu akila vile kama vile kamwasi Allah. Unaelewa? Baadaye ikanibainikia hapa hakuna makosa, hapa ni kule kula kwa imamu, kunywa. Mnaelewa? Sasa mtu mwenye akili si himar. Ndio maana Ibn Taymiyyah ana maneno yake akisema Rafidha lao angelikuwa ni ndege ungekuwa rahma, na wangelikuwa ni wanyama basi ungekuwa himar, kwa sababu ya mambo kama haya. Kuna ndege wanamuita manjera, pumbavu kweli kweli. Haya ndo majibu. Sawa, imebainika. Sawa, hapa sio kwamba imamu alikuwa anakosea afanya madhambi. Hapa pale imamu anapokuwa anakula, anakunywa, anapokaa na wake zake, yale ilikuwa ndio makosa yale. Basi tutosheke na muda unakwenda sana. Sisi tuna darasa zinazoendelea baada ya hapo. Subhanakallahumma